Na mtazamaji wa Simamia TV, karibu kwenye kipindi cha mjadala. Mimi ni Mwafrika, nipo na wenzangu. Hapa katikati yupo Miss Meza na kule mwisho yupo Uncle G. Baada ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani kukamilika na sita yake, sherehe pia zilipita, wakula pilau walikula, na wale ambao walishindwa kula pilau basi tutakutana kwenye Pasaka. Au sio? Pasaka pia pilau linaliwa. Hivi kabla sijaanza kipindi, hivi Pasaka inakuwa ni sikukuu ya yani ya nini? Kwa sisi wa Kristo hasa wa Katoliki huwa tunaadhimisha sikukuu ya kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo baada ya mateso yote ambayo anapitia kipindi hiki cha mfungo, na ukizingatia hii ni wiki ambayo imeanza leo Jumatatu. Kwetu wa Katoliki huwa tunaita ni Juma Kuu, ikiwa humo tutakuwa na Ijumaa Kuu, Jumamosi. Kwa hiyo kuanzia Juma ngapi? Kuanzia Alhamisi kwa Wakatoliki tutakuwa tunaenda kanisani mpaka Jumapili. Kwa hiyo tukisema Pasaka kwetu tunasherehekea kufufuka kwa Yesu Kristo. Sasa nimeelewa. Nimeuliza hapo kwa sababu kuna ile sherehe ambayo watu wale nyama. Hapa sasa hamna kisimulizio. Mimi nimezungumzia kwa sisi wa Katoliki. Wa Katoliki. Kwa hiyo ambayo najua kuna hizi hiyo ambayo izungumza kwa Afrika. ITV no, hizi EAGT, TAG. Ile mwaka au ile mwaka ndio wale nyama. Hapana. Pasaka kwa dini zote za Kristo. Na tunazungumzia Ukristo, tunamzungumzia Yesu Kristo. Yaani ni wafuasi wa Yesu. Kwa hiyo haina Ukatoliki wala kanisa gani. Inapokuwa kanisa la Kikristo, moja kwa moja kwamba wanaadhimisha kufufuka kwa Yesu Kristo. Na ndio maana pia kuna kufunga siku 40 ambazo pia hata Yesu kabla ya kuwekwa pale msalabani, kafa akafufuka, pia naye alifunga siku 40. Kwa hiyo ndio maana pia hiyo ipo. Kwa hiyo Pasaka ipo kwa wafuasi wa Yesu. Sasa hiyo ya kutokula nyama ni Ijumaa Kuu. Yaani ile siku ya Ijumaa ambayo Jumapili yake inakuwa siku ya tatu ambayo ndio Pasaka. Kwa hiyo hawali nyama kwa tafsiri kwamba ni siku ambayo pia Yesu aliteswa, Yesu alipigwa, damu zikatoka na nini. Ndio maana sasa nasema hakuna kikula kitu chenye damu. Okay, maana sio nyama, kitu ambacho ni damu. Sasa ndio hivyo. Kwa siku hiyo ya Ijumaa, kama ilivyo kwa baadhi ya watu wanaamini kwamba hakuna kula nyama unapokuwa msibani. Yaani kama kuna baadhi ya jamii haziamini kula nyama kwenye msiba. Kwa hiyo hata kwenye dini za Kristo baadhi ambazo hawali nyama siku ya Ijumaa ni kwa imani hiyo. Kwamba ni siku ambayo Yesu alikamatwa, Yesu alipigwa, Yesu aliteswa, damu zikatoka, Yesu akafa, siku ya tatu akafufuka. Kwa hiyo sio kwamba ni sherehe ambayo ya kutokula nyama. Hapana. Ni kama maombolezo fulani, ni kama masikitiko. Sawa. Hilo ilikuwa ni kama nitaka kufahamu na kwa faida pia ya watazamaji. Twende kwenye mada moja kwa moja. Mada yetu mezani inahusiana na swala zima la uchumi, lakini pia na hali ya kijiografia. Maana yake namaanisha kwa nchi yetu Tanzania kuna baadhi ya mikoa au baadhi ya maeneo kutokana na mazingira yake, lakini pia na uchumi wa baadhi ya watu, namna ambavyo watu wanakuwa wanaona. Naamini hata mtazamaji kwenye comment nikitaja hizo sehemu ataweka maoni yake. Mfano, mimi natokea mkoa wa Pwani, na jamii ya mkoa wa Pwani asilimia kubwa kiasili kule wengi nadhani kwenye imani inafahamika, asilimia kubwa ni jamii ya Kiislamu. Lakini pia ukija kuna sehemu kama Tabora, kwenda kwenye mkoa wa Dodoma kuna sehemu kama Kondoa,
kuna zile sehemu ambazo zina tamaduni fulani ambazo kama zinaendana. Nizungumze hivyo, niweke tamaduni kama zinazoendana, zile za mifumo ya maisha. Yaani tuseme zile sehemu ambazo haziamini sana kwenye elimu, ambao labda sasa hivi tuseme wameamka sasa hivi. Kwa nini hizo sehemu zinakuwa sana na matabaka ya umaskini zaidi, au sehemu ambazo watu wengi wana hali za chini, tofauti na baadhi ya mikoa mingine kama labda tuseme labda kanda ya Ziwa na sehemu nyingine? Na ninazungumza hivi kwa sababu sehemu kama kanda ya Ziwa ukiangalia watu wengi, mtu anafuga na mbuzi, ana ng'ombe. Anaweza kuambia maskini, lakini mtu ana ng'ombe 10. Lakini ukija kwetu kule pwani au baadhi ya sehemu kama nilizozitaja, mtu hata kuku mwingine afugi. Hana hata kuku, lakini pia hata maisha yake anategemea atoke akatafute hela, muda mwingine anakosa maisha yao alivyo. Na jamii kubwa kukuta hata mtu anamiliki labda rasilimali zile za kama gari au vitu gani hasa mbalimbali, pia ni ngumu tofauti na baadhi ya sehemu. Sasa tuangalie sababu ni nini, labda pia hata kwenye issue ya elimu pia unakuta asilimia kubwa ukiangalia elimu inatoka sehemu ya kanda ya Ziwa na wapi. Labda hii inasababishwa na nini? Tukianza na Ngoji, kwa utafiti wako au kwa namna ambavyo umetembea hizo sehemu. Asante. Mimi kwa bahati nzuri nimetembea sehemu nyingi na kujifunza mambo mengi sana. Lakini kwangu mimi, mtazamo wangu, sehemu kubwa kuchelewa kupata maendeleo. Naweza nikatumia lugha ambayo inaweza siwe nzuri, lakini acha tu niiseme kwa sababu tunazungumzia uhalisia. Mimi nadhani Uswahili unachelewesha sana maendeleo. Yaani wanapoishi watu sehemu moja wengi halafu wa jamii moja, ni ngumu sana kuleta maendeleo. Na katika Uswahili manake yanakuwepo mambo mengi sana. Unapozungumzia mfano ukanda wa pwani, tukizungumzia ile pwani yenyewe, yani mkoa wa Pwani wenyewe, ukiitoa Dar es Salaam, ukienda upande wa Lindi pale, ukienda upande wa Mtwara, utaona asilimia kubwa ya jamii ya pale kama nilivyosema ni waumini wa dini ya Kiislamu. Na katika waumini wa dini ya Kiislamu wanabezi sana kwenye elimu ya dini. Yaani elimu ya dini, kwamba mtoto akiwa bado ni mdogo anaangaliwa katika ile elimu ya dini. Kwa hiyo elimu dunia wao wamechelewa kidogo. Yaani sasa hivi ndio elimu dunia inaingia, kwa sababu pia kumekuwa na mwingiliano ya watu wa bara wanaingia pwani. Kwa wanapoingia pale, anapoona jirani kasomesha watoto elimu dunia na namna wameendelea kwenye maisha, anasema na mimi ngoja nipeleke mtoto. Kwa hiyo sehemu kubwa ambayo utakuta imeathiriwa na dini, yani kwamba watu wengi wamebezi kwenye dini, inakuwa ni ngumu sana kufanya haya mambo mengine ya kidunia, kwa sababu kuna kama ile imani ambayo inakuwepo kwamba duniani tunapita tu. Kwa hiyo hakuna haja ya kuwa na vitu vingi. Kwa hiyo tunatakiwa tukiamka kuanzia asubuhi ni kusali, kumwomba Mungu, kumshukuru Mungu kwa uhai na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo vitu kama hivi sio kwa pwani tu. Hata sehemu ambazo unakuta zimetawaliwa na Ukristo sana, yaani watu wanathamini dini sana kuliko haya mambo mengine ya duniani, na kusahau kwamba wanaishi duniani, ni ngumu sana kufanya maendeleo. Lakini kitu kingine ambacho kinasababisha, sasa hii nisizungumzie pwani peke yake. Nikizungumzia mfano upande wa pwani, Afrika utakuwa ni shahidi. Yaani wanaamini sana kwenye familia, naweza nikasema. Unakuta mtu bado ni mdogo, lakini anaandaliwa zaidi kuwa na familia. Na ndio maana pale anapovunja ungo kwa ukanda wa pwani kule, wanaita kumcheza kuna ngoma mbalimbali, sijui nini, kuna sasa zile ngoma zinawaandaa watu kuingia katika kuanza zaidi masuala ya mahusiano. Kwa mtu akishaanza katika mahusiano, na wametengeneza mazingira kwamba mtoto wa kike yani hataki kujishughulisha sana, yeye ataolewa tu, yani atakuwa chini ya mwanaume. Kwa hiyo hawa mabinti wa kule ni ngumu sana, wenye asili yao sasa kujikuta wanajishughulisha, kwa sababu anawaza nishachezwa, nishaandaliwa jinsi ya kuishi na mume na vitu kama hivyo. Kwa always akiamka, anaoga, anavaa vizuri, anasubiri mume ili mambo mengine yaendelee. Kwa hiyo vijana wa kiume
vijana wa kiume wameathiriwa na kitu kimoja, kuamini kwenye urithi. Mimi sipaswi kupambana kwa babu alimwachia baba naye kabidi afanye nini? Aniachie. Kwa hiyo watoto wa kiume wameamini sana katika urithi. Nasubiri baba afe, mimi nirithi. Sasa maisha yanabadilika. Unajua zamani babu zetu walikuwa wanarithisha baba zetu kwa sababu walikuwa na vitu vingi sana. Sasa utajiri wa ardhi. Zamani ardhi watu walikuwa wanajikatia tu. Kwa hiyo kurithisha watoto wake ilikuwa ni kitu chepesi. Lakini leo unarithishwa kutoka kwa baba yako, kipande kilichopewa ni kidogo kuliko watoto uliokuwa nao. Na mbaya zaidi tukizungumzia ukanda huo wa pwani ni kwamba kwa mujibu wa dini ya Kiislamu inaruhusu kuoa wanawake 4. Kwa hiyo kingine ambacho kimepelekea hapo ni kwamba mtu anaoa wanawake 4 kwa kusema dini inasema, lakini sio kwa kuangalia dini imesemaje kuhusu kuoa. Kuna vigezo vyake. Kuna vigezo vya kuoa wanawake 4. Kwa mtu anaoa wanawake 4 hana uwezo wa kuwatunza. Hao wanawake 4 tuseme kila mwanamke azae watoto 3. Unakuwa na watoto wangapi? Hao watu wanahitaji kusoma. Hao watu wanahitaji kusoma, wanahitaji kula, wanahitaji kuvaa, wanahitaji kutibiwa hawa watu. Kwa hiyo mtu hana vyanzo vya mapato ambavyo vinaweza kuhudumia hii familia. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto. Lakini in general kwa Tanzania nzima tukiangalia mfano hata Kagera ipo kwenye miongoni mwa mikoa ambayo ni maskini. Lakini kama nilivyosema watu wana kuku, watu wana ardhi, watu wana ng'ombe, watu wana hizo ni asset, watu wana migombo, wana asset kama hiyo. Lakini kitu gani ambacho kimeathiri hapo ni kwamba kwanza wengi wana hivyo vitu lakini wanavitunza kizamani. Wanavitunza kizamani kwa maana kwamba mtu anaweza kawa na ng'ombe au na mbuzi au na kuku, lakini jinsi anavyowatunza ni ngumu kupata mifugo mingi zaidi kwa sababu anafuga kizamani. Na maeneo pia ardhi zinabadilika na vitu vingine kama hivyo. Lakini hawa pia ukanda huu mfano ukanda wa Ziwa. Watu wengi wameingia kwenye umaskini sio kwa sababu hawafanyi kazi. Wanafanya kazi, lakini pia kitu kingine ni ile kwamba kila mtoto anakuja na sahani yake. Kwa mtu anaweza kawa na mwanamke mmoja anasema nayo. Yaani kwamba hiyo ni msemo wa Kiswahili. Yaani kila maana yake. Nataka mtazamaji naye aelewe. Yaani kama kila mtoto akija na baraka zake. Na baraka zake. Kwamba anakuja yaani usijibane kuzaa wewe zaa. Unakuta mtu mmoja anazaa watoto 12 huko ukanda wa Ziwa. Huyo mmoja maana yake hapo unapata hata mfano unapata anazaa zaidi ya 12. 15. Mfano ngoja labda ni kuna nini kidogo niingilia hapo. Mfano kwa kule bwana labda unaweza kusema ni Waislamu asilimia kubwa labda ndio maana tunaoa wake wengi. Lakini ukija huko unakuta kwenye watoto 12 unakuta huyo mama bado huyo mwanamume wake ana mwanamke mwingine na watoto wengine labda 7 8. Pembeni. So pembeni kuna watu wanaweza ndio watu wanaooa pia. Yaani ni Wakristo lakini wana mke zaidi ya mmoja. Lakini hii sisemei tu kwa mtu mwenye mke mmoja. Ninachozungumzia ni kwamba kuna mtu pia ana mke mmoja na anazaa watoto wengi. Lakini mimi sisemi kuzaa watoto wengi ana shani yake. Sisemi kuzaa watoto wengi ni mbaya. Sisemi kuzaa watoto wengi ni mbaya. Lakini ni vizuri kuzaa watoto wanaoendana na vyanzo vyako vya mapato. Kwa sababu hii ya kwamba kila mtoto anakuja na sahani yake. Kuna watoto Mwafrika tunakutana nao mtaani ni chokola, sawa? Anaomba lakini ana wazazi wote wawili. Sio kama unanielewa? Yaani mtu ana wazazi nyumbani lakini anakuja kuomba mtaani kwa sababu uwezo wa wazazi uko chini kuliko watoto walionao. Kwa mtoto anaamua kwamba mimi nyumbani tunalala njaa au tunakula mlo mmoja kwa siku. Ngoja mimi nikajipambanie. Mwingine anaona kakaangu naye kakaangu kaenda kutafuta, kapata, kala. Yeye anakula mlo zaidi ya mmoja tunaokula sisi nyumbani na mimi namfuata. Kwa hiyo tunajikuta tuna kundi kubwa la watu, watoto wa mtaani ambao wamesababishwa na wazazi kutokupiga hesabu zao vizuri kwamba watoto tunaowazaa tutaweza kuwatunza. Kwa maana yake hapo sasa hii mada tuiweke in general sasa kwa Tanzania nzima. Mimi naona maskini hapo kwa sababu ya ukanda labda hapa. Mimi nilizungumza kwa sababu niliishi sana kule. Kwa maana yake tuje kwa misimiza kwa kila ukanda una sababu zake. Una sababu zake. Ila zinafanania. Misimiza kwa upande wako.
unazungumziaje? Kwa sababu ukiachana na upande labda ni kweli sisi Waislamu tunaambiwa tu wewe wana wake wanne. Lakini bado kuna ambao hawajaambiwa wewe wake wanne, mtu anao wanne au wamezidi pia. Lakini pia inaweza kuwa chanzo au kuna chanzo kingine pia. Na watu wasinukuu vibaya wasema huyu jamaa vipi? Mbona nani sana Waislamu? Hapana. Tunazungumzia ili kujengana na kuona uhalisia uliopo. Yaani kwa kifupi hapo Waislamu tunawasaidia upande wao na Kristo pia upande wao. Misimiza, mimi swali langu nataka uanzie hivi. Kuna namna ambavyo imejengeka kisaikolojia kwenye baadhi ya jamii kwamba kila mtoto anakuja na riziki yake. Na watu wamekuwa wakifanya hivyo, hata sisi wengine tumekuwa tukizaliwa tumekuwa hivyo. Hata tuna baadhi ya ndugu zetu, watu wetu wa karibu wanakuambia wewe usiogope weza, lakini wakati huo tunaongeza ukoo, unaongeza ukoo, lakini wakati huo mfumo wa sasa na wa zamani ni tofauti. Sasa hivi elimu inahitaji pesa, haijalishi unasomesha serikali au private. Kila sehemu sasa hivi shuleni wanataka vyakula. Just assume una watoto 12. Wote wanasoma shule. Hata na vyakula, uniform zenyewe ni gharama. Uniform, madaftari, pencil, peni, bado watahitaji vyakula mashuleni sasa hivi ni lazima. Huyo tunazungumzia wazi. Hivi hii swala linachangia kwenye umaskini la watu kusema bana kila mtoto anakuja kivyake na mifumo ya sasa hivi tofauti ya zamani. Kwa sababu sasa hivi mtoto anahitaji kula, hospitali tena. Zamani kwa tunatumia madawa ya kienyeji, sasa hivi tena ndio hivyo hospitali kila kitu. Ukiulizia dawa za maumivu bila buku au 1000 upate. Sasa utawezaje kumudu maisha? Kwa upande wako unazungumziaje? Kwanza na msemo unasema kwamba ya kale ni dhahabu. Lakini pia wanakuambia usasa una gharama. Unaona? Wanaposema ya kale ni dhahabu kwamba wewe usichukue ile kwamba unajua watu wa zamani walikuwa wanazaliana sana. Alafu walikuwa wanalima sana vyakula vingi ndani nini. Chakula kilikuwa kinapatikana. Ilikuwepo kila kitu. Lakini kwa sasa hivi hatupaswi kufanya mambo waliokuwa wanayafanya watu wetu wa kale. Kwa sababu gani? Kwa sasa hivi kila kitu kinahitaji pesa. Tofauti na nyuma ilikuwa unaenda kwa jirani unachuma msusa. Haina shida. Sasa hivi unaenda kwa jirani unasema unataka shilingi ngapi? Mpaka msusa unauza. Kwa hiyo yani sisi sisi watu tunapaswa kutambua na kutofautisha maisha ya zamani na sasa hivi. Zamani mtu alikuwa anaweza kujifungua watoto hata 16 bila shida yoyote. Kuna muda wanajifungua nyumbani. Na uwezo walikuwa wanakula mahindi ya kutosha yapo, mboga hizi mirenda nini kama huko kile unachotaka. Lakini kwa sasa hivi usasa upo. Uwezo kaniambia wewe eti kila mtoto ana baraka, wewe umekuwa Mungu. Ndio haya mambo ya imani hizi kwamba wewe unaamini ngoja niendelee kuzaa. Hata wakiwa 20 kuna mmoja atapatikana. Kuna watu wana watoto zaidi ya 15. Lakini wote ni hasara. Sijui licha hivyo msimiza. Yaani swala la kuzaa watoto wengi. Naona pia unawaingiza kwenye shida wale watoto wakubwa. Kwa sababu watoto wakubwa huwa wanageuka kuwa wazazi wadogo zao. Kwa hiyo alafu tuje kwenye hiki kitu kingine ambacho umesema Mwafrika kwamba kuna Waislamu wanaoa zaidi ya wake zaidi ya mke mmoja. Zaidi ya mke mmoja. Ila mwisho ni wake. Lakini kwa sababu hujawahi kutembelea huko Usukumani, huko kwetu Usukumani. Si Muislamu, si Mkatoliki, unakuta mtu ana wake hao. Na ni Mkristo au zaidi 5 wapo watu. Kila niambie sasa ndugu yangu hapo Mwafrika. Huyo mtu ana watu hao, wanawake hao 5. Vyanzo vipo lakini sio wote. Yaani ukienda kule ndio haya tunaoona watoto unamfahamu kabisa huyu mtoto ni wa fulani. Lakini huko mtaani anaokota makopo, anaenda kuomba naomba nipe 200. Wazazi wapo. Ila ndio hii tunayosema unaona wanawake tunataka kuwaua. Yaani kwamba wanakufa kumbe wako hai. Wanawake hao 4. Haya wanawake hao 4. Kila mwanamke Mwafrika ana watoto 12. Niambie hiyo idadi. Debe la mahindi
hili moja ambalo unaweza ukanunua kwa debe tuseme labda 20,000, huku mahindi hayana bei. Unanunua kwenye vikombe sijui kilo 500. Kule mahindi yanapanda mpaka 25,000 debe la mahindi. Niambie hiyo familia ukisaga debe moja siku moja haitoshi, kwa sababu kule Usukumani chakula chao kikubwa ni ugali. Kwa hiyo kama unavyoona huku Hayani wanakula ndizi mchana na usiku ndizi. Na kuna Wasukuma wanafanya hivyo. Na kuna Wasukuma wanafanya hivyo. Wanakula ugali mchana na usiku. Niambie hilo debe huyo wanawake wanne wana watoto 12 au mwingine ana 9, mwingine ana 7, mwingine ana ngapi? Debe wanalitumia mchana tu. Masaa. Saa 6 tu hapo debe limeisha. Na usiku debe. Junior au lazima ukimbize nyumbani waondoke. Ndio maana najikuta. Baba mzazi anaenda wapi? Ndio maana wazazi wanaenda utamani ndo naomba ndazi. Naomba. Kwa hiyo mimi hao ni umaskini sasa. Yani hii inatuongeza. Hicho pia ni chanzo cha umaskini. Chanzo tena kikubwa sana. Kwa hiyo mimi ni washauri watu au ni mshauri mtazamaji wetu. Wasiwe na ile tunasema nini ya kufikiri kwamba eti ngoja nizae tu niendelee kuzaa seti mpaka kizazi kiishe. Tena wengine kama Wakristo huku wanamkuu vibaya kwamba Mungu alisema tukaujaze ulimwengu kama mchanga hapa. Sio peke yako, tuko wengi. Tukazane. Usiende kujaza peke yako, ndio hii unatujazia watu. Sasa peke yako unaweza kujaza ulimwengu? Hauwezi. Watoto 10 wanaweza kujenga kijiji au ni tafsiri mbaya. Ni mchanga wa bahari na unajua vizuri. Kwa yaani sio wewe kuliko mchanga wa bahari. Wewe mchanga ukiuchota tu hivi hauwezi ulimwengu hauwezi kuhesabu. Kwa tutoe hiyo imani. Tutoe hiyo imani. Usizae za. Ndio maana tunaambiwa fanya kitu kinacholingana na uwezo wako. Kama mimi hapa nina uwezo wa kutunza watoto 3. Mimi nina uwezo wa kutunza watoto 4. Usiwafanye watu unawazaa wanaanza kujuta. Kuna watu wanatamani mimi bwana ningezaliwa pale. Anaona unakula wali mwenyewe hajawahi kugusa. Anaona bwana ningezaliwa pale. Kila wali ni sherehe. Anaona analala chini na maskini wale wanalala. Kwenye msiba wanakuambia tutoe hiyo imani. Mimi niombe tutoe imani. Unazaa watoto wanaanza kunusa na msiba. Kitu kulingana na uwezo wetu. Mimi ni hilo tu. Umemaliza. Ankuji kwa kumalizia na wewe una neno gani kwa kutuacha nalo hapo kuhusiana na ili kuondokana sasa na hali hiyo ya umaskini ambao sio lazima wote tuwe na hela. Lakini walau uweze kumudu kiwango chako. So umaskini ni hali ya kwanza inaanza kwa mtu mmoja kuweza kujimudu yeye mwenyewe na familia yake. Kuna mtu leo hii ili yale hata wazungumzi kwa ubaya. Na lazima apite akaombe sehemu. Sio kufanya kazi. Aje aombe 200 ngapi ili familia yake igare. Au apite kwa ndugu, bwana jamani mimi nimelala vibaya. Sasa kila siku utalala vibaya. Una mikono miwili, una miguu miwili, una vitu mbalimbali. Nafikia watu wanakimbia familia. Hapo tena hapo ushauri wako. Mimi kwanza niseme kwa ujumla wa mara tulizozungumza, umaskini unaanza kwenye fikra za mtu. Unafikiria kufanya nini? Kile unachofikiria kinaweza kuwa utajiri au umaskini. Kwa sababu utakapofikiri kufanya kitu ambacho kitakuletea umaskini, maana yake umaskini wako umeanzia kwenye fikra zako. Hukufikiria mbele, yani matokeo unachokifanya ni nini. Kwa hiyo mimi ambacho nataka nikamshauri mtazamaji na niseme ni jamii kwa ujumla, ni ushauri kwa jamii nzima. Ni vyema tukaishi maisha yanayoendana na uwezo wetu ama uchumi wetu. Kwa sababu tulipozungumzia swala la kuoa wanawake wengi, unapooa wanawake ambao wako juu ya uwezo wako, moja kwa moja umeingia kwenye umaskini. Unapozaa watoto wengi kuliko uwezo wako, umeingia kwenye umaskini. Lakini pia tujitahidi kuondoa mawazo ya kufikiria kwenye urithi. Yaani tuondoe fikra za maisha ya zamani, zaidi tuishi kulingana na wakati uliopo. Kwa sababu unapoishi maisha ya mwaka 1980 wakati tuko mwaka 2026, vitu vingi sana vimebadilika. Yaani leo hii Mwafrika naweza nikasema nikitembea Tanzania naona kama hakuna vijiji tena. Si kama naelewa, yaani vijiji vimeisha.
kwa maana kwamba maisha ya mjini ndio maisha ya kijijini kwa leo. Leo unaishi kwenye kijiji tayari kina umeme, lakini zamani kama unaishi kijijini tulikuwa tunaamini umeme uko wapi? Mjini. Kwa umeme unapoingia kijijini, moja kwa moja unabadilisha mfumo wa maisha ya watu. Barabara sasa hivi zimeenda mpaka vijijini. Kwa hiyo lazima tuishi kwa mazingira yaliyopo sasa. Tukiishi kizamani hatutoboi. Na lazima pia tuangalie dunia ya sasa inahitaji nini ili tuishi kulingana na dunia ya sasa. Lakini ukiishi kwamba babu zetu waliishi hivi na mimi niishi hivi, napotea. Wewe sio babu. Yaani huwezi kuwa babu, huwezi kuwa kama ulivyokuwa babu. Yaani babu ni babu, lazima maisha ile. Na ndio maana leo kwa Afrika imani yangu mimi kwenye familia yangu. Sitamani watoto wangu waishi maisha ninayoishi mimi. Yaani nawaangalia maisha yanayoendana na kizazi chao. Kwa sababu maisha niliyopitia mimi wao wakiyapitia chini sema watatafsiri kama maisha gani. Watakata tamaa. Watafunga kwa sababu mfumo wa kizazi chao na kizazi chetu ni tofauti. Unajua wanakataa. Mambo yanatofautiana unajua. Yaani sasa mimi leo hii mzazi ananiambia kwamba sisi mbona baba yetu wengi wanaweza kauli. Mbona si baba yetu alifanya hivi? Mbona hiyo nitegemea hiyo haiwezekani. Hiyo baba yako alikuwa baba yako, sio baba yangu. Sio mama yangu. Wewe unajua mimi nikiangalia maisha ya babangu na ninayoishi mimi kuna tofauti mkubwa sana. Na hata tukiwa tunazungumza mawazo ya baba yangu na mawazo yangu yako tofauti sana. Kwa sababu ya alivyozaliwa maisha yalivyokuwa na alipo sasa hivi maisha yalivyo. Na ndio maana Mwafrika wazee wa zamani ukizungumzia leo maendeleo ya leo, wao watakwambia leo kuna maendeleo makubwa sana. Si kama naelewa. Ila sisi vijana wa sasa hivi tunaona yani kuna vitaka. Tunavitaka lakini havipo. Kwa hiyo hata watoto wetu watakuwa wanaona kwamba tunavyoishi ni sawa, hamna shida. Lakini wao kuna wanavyovihitaji ambavyo havipo, wanavitafuta ili viwepo kwenye maisha yao. Kwa hiyo kama zamani mimi nikiangalia ulikuwa unaweza kutoka nyumbani, unaamua tu usile nyumbani. Unaenda kwa jirani, kimepikwa na usipokula ulikuwa unaonekana yaani unakataje chakula. Sasa hivi hamna. Yaani leo watu wanapiga chakula unaweza kuvitia msosi. Wakikuona tu wakisikia huyo wanafanya kama hakuna kinachoendelea. Afrika hiyo kuficha kizamani. Sasa hivi wanapiga unaangalia. Bajeti yako haipo. Yaani unakula huko unatazama. Zamani unasema mtoto wa jirani akikutazama huko unakula ni vibaya. Kwa hiyo unabidi aje. Afrika zamani mimi nakumbuka ukienda kwa jirani wanakula, usipokula wanakufukuza. Kwa nini tule umetusimamia? Kwa nini utaki kula? Kwa nini utaki kula? Kama unataka kula kaa chini tule. Kama hauli ondoka kwenu. Siku hizi sasa tunaonekana sisi ni wachoyo. Unaelewa? Zamani ilikuwa maisha mazuri. Ila leo Afrika yani mtu kwao bora muone mchoyo kwao, yani mtu kwao. Ili ule kwa mtu awe anajua una uwepo wako kwamba bwana fulani atakuwepo au amekualika. Sawa, ndio maisha sasa hivi. Umemaliza hivyo? Mimi nimemaliza. Sawa, nikushukuru mtazamaji wa Simamia TV na wewe weka maoni yako. Nini chanzo cha umaskini kwa baadhi ya maeneo kwenye nchi yetu ya Tanzania? Si kwamba kuna sehemu ambayo haina umaskini, ila kuna sehemu umaskini umekisiri. Naona kabisa hapa hapana. Ni sasa zamani kwa nasikia bwana, mimi nilikuwa nikisikia India ni nchi maskini. Maskini wao kwa India. Mbona sasa hivi naona mbona magari kama hizo Tata sijui mapikipiki nini wanatengeneza kwa hiyo nchi na kwaje maskini. Yaani mpaka sisi tumewazidi kweli. Sisi ambao tutengeneze hata kama iskeli cha kwetu ambacho kanaweza kutumia hata umeme. Kila nchi na kiwango chake cha umaskini. Au sio? Maana yake ni umaskini kwa kule kwa wanatudanganya. Wanataka kufanya sisi tuonekane nani yani vimbe kumbe hamna. Kwenye namba pia kuna tabia au sio? Na namba zifanana. Sawa, mimi nakubali. Mtazamaji, ninakufuatilia Simamia TV kwa vipindi mbalimbali.